Sawa mzee, pamoja na yote tunaomba tusaidie. Tukifanikiwa hakika maisha yako yatabadilika, hutaishi tena kwenye mazingira haya, usafiri wako utakuwa ni magari tu. Baada ya kuona wamegundulika wanadanganya, basi walianza kumshawishi mzee Shoka kwa kutumia siasa ya mali. Tatizo sio kuwasaidia nyie, ila ni kwamba hata nikiwasaidia bila mwenye hizo mali, hakuna kitu kitakachotokea zaidi ya nyie kupata madhara. Mzee, kuhusu mwenye mali wewe usijali, sisi tutamaliza. Wewe tusaidie tujue hazina ziko wapi. Waheshimiwa walikuwa wamekomalia swala. Ndugu zangu, sitaki kurudia tena makosa niliyoyafanya miaka kadhaa iliyopita. Nilisababisha watu wakafa kwa tamaa za kujitia naweza kufanya kitu ambacho siwezi. Kiufupi, bila mwanafamilia yeyote anayehusika na hizo mali, wote mtaishia kufa kabla hamjazifikia hata mali zenyewe. Sasa mzee, huyo mwanafamilia tunampata wapi? Wakati inasadikika wanafamilia wote washakufa, hakuna hata mmoja aliyesalia. Kuhusu mwanafamilia wa huo ukoo unaomiliki hizo mali, kiukweli mimi sijui na hayanihusu, ila ukweli ndo huo, siwezi kufanya lolote kuhusu hizo hazina. Kwa hiyo mzee, unatusaidiaje sasa? Kitu cha kuwasaidia ni kwamba acheni tamaa na mali msizohusika nazo. Nadhani mnaweza kuondoka. Mzee Shoka alipigilia msumari wa mwisho. Baada ya hapo alitoka kwenye kile kibanda. Wale majamaa walibaki wanatazamana tu. Baada ya hapo waliondoka huku wakiwa hawajaridhika kabisa na majibu ya mzee Shoka. Waheshimiwa wale walienda mpaka walipopaki gari. Walijadiliana mawili matatu. Waliona sasa tiba ni kwenda kumtisha yule mzee na bastola ambayo walikuwa wametembea nayo. Ni kweli walichukua bastola yao na kurudi pale nyumbani kwa mzee Shoka, ila baada ya kufika walimkuta Kambona tu. Mzee Shoka hakuonekana kaelekea wapi. Basi kijana Kambona aliulizwa huku akiwa anachezea makofi na mabuti, ila jibu lake lilikuwa ni kwamba hajui mzee Shoka kaenda wapi. Wale waheshimiwa ambao walionekana ni watu ambao hawana shida ndogo ndogo, baada ya kuona wanemkosa mzee Shoka kila sehemu, walianza kuondoka. Siku zote unaambiwa tamba anga zako, usitambe anga za wenzako. Baada ya wale waheshimiwa kujiona miamba na bunduki zao, walianza kuelekea kule walikopaki gari lao la kifahari. Maana kuja mpaka pale kwa mzee Shoka, njia ilikuwa nyembamba kiasi kwamba gari haliwezi kupita. Wale majamaa walistaajabu ya dunia. Walipopaki gari palikuwa sio mbali sana, lakini walitembea mpaka giza lilikaribia, huku wakiwa hawajalifikia gari lilipo. Yaani njia ilikuwa ni kama inaongezeka urefu kadri wanavyotembea. Walitembea haswa, ila walijikuta ni kama wanarudia mule mule walimotembea. Mpaka giza linaanza walikuwa hawajafika pale gari lilipo, na hakuna mtu yoyote waliyemuona kwamba waulize, maana walianza kuhisi wamepotea. Akili ya kurudi kule walikotoka iliwajia. Yalikuwa ni maajabu. Walitembea dakika 10 tu walijikuta wamefika nyumbani kwa mzee Shoka. Waliona itakuwa ni mawenge yao tu, waligeuza na kuanza kuelekea pale walipopaki gari, huku wakiwa makini mno. Ila mchezo ulikuwa ni ule ule. Walitembea mpaka saa 5 za usiku, huku dalili za kufika pale wanapotaka zikiwa hazionekani. Hakika wale vibopa walichoka mno. Kila mtu alikuwa anashika kiungo chake cha mwili kinachoshikika. Wenye vitambi, mikono yao ilikuwa haishuki juu ya vitambi vyao kwa kujikuna, maana ilikuwa sio kwa kuchoka kule. Kwanza ilibidi wakae huku viuno vikiwa vinauma mno. Jamani, yule mzee katuchezea mchezo, inabidi turudi kwake tukachutame, maana muungwana akivuliwa nguo huchutama. Mr. Dallas, unaongea nini wewe? Yani mtu atufanyie huu upuuzi, badala ya kumwasha risasi unasema tuchutame. Baada ya kumwasha risasi wewe unafaidika nini? Au utafikaje nyumbani? Ujue huu msara kabisa. Na mimi niliomba ruhusa siku moja tu kazini. Kesho inatakiwa niwe kazini. Sasa kwa mambo haya si shida tupu. Basi wale jamaa walijikuta wanaanza kubishana wao kwa wao. Baada ya kujadiliana kwa muda mrefu, ikiwa ni saa 6 za usiku, walirudi nyuma. Ila cha kushangaza, walitembea dakika kadhaa tu walifika kwa yule mzee. Jamani, ujue na shangaa, yani muda tuliotumia kutoka hapa mpaka kule tulikogeuzia ni masaa 4. Ila eti tumerudi hapa hata dakika 20 hazijaisha. Ubishi wenu tu huo. Mimi nimesema huyu mzee tulifanya makosa kuja kumtisha na bunduki. Mdalas, mbona unaogopa hivyo wachawi wewe? Mchawi kwenye bunduki waga hapindui, sema ni vijimambo tu vya hapa na pale. Bado ubishi ulikuwa ni mkubwa. Basi ilibidi waende kugonga kwa mzee Shoka. Bila hiana, Kambona alifungua mlango na mzee Shoka akiwa hana wasiwasi, huku kibatari kikiwa mkononi, alitoka nje. Mzee, mambo gani meusi umetufanyia mpaka sisi tunashindwa kuelewa?
Basi baada ya kufika pale na mzee Shoka kutoka nje, kuna jamaa ambaye ndo alikuwa anajifanya fukunyuku, alitoa bastola na kuanza kumtisha yule mzee. Meneja, tulia basi, tuliza mizuka basi, tuongee naye kistaarabu. Basi wenzake walimtuliza jamaa, lakini alionekana haelewi. Hebu niacheni, Mr. Dallas, mbona unatetea wachawi? Hata vitabu vya dini vimesema mchawi asiishi. Huyu mzee katuzoea. Basi jamaa kwa ubishi alijitia mjanja. Alimnyoshia mzee Shoka ile bastola na kufyatua risasi. Ila alijikuta badala ya kumpiga mzee Shoka, alijipiga yeye mguu wake bila kuelewa imekuwaje. Basi jamaa alipiga makelele ambayo hayana mfano. Yaani makelele yale yalifanya ndege wote karibu na maeneo yale waache kupiga makelele, wamsikilize bwana huyo. Mnaweza kuondoka na mfike salama nyumbani, mzee Shoka aliongea kistaarabu. Baada ya hapo yeye na Kambona walirudi ndani. Basi wale waheshimiwa walimbeba mwenzao kuelekea kule walikoacha gari. Kitu cha maajabu ni dakika 20 tu zilitosha kuwafikisha pale walipoacha gari yao. Hakika yalikuwa ni maajabu kwao. Yaani spidi waliondoka nayo pale kijijini ilikuwa sio ya kawaida. Siku hiyo ilipita. Ilifika siku nyingine mpya, huku mzee Shoka akiwa anaendelea na shughuli zake. Babu, hivi wale wa baba wa jana walikuwa wanazungumzia hadhina gani? Basi wakiwa wametulia nje huku mzee Shoka anatwanga dawa, Kambona alianza kufukunyua mambo. Kambona, naogopa nikikwambia utapatwa na tamaa, na siku zote unajua tamaa ni kifwa, kwa hiyo sitaki ujue chochote. Babu, tamaa gani sasa mimi nipate? Alafu mimi sinaga tamaa za hivyo, wewe niambie tu. Kambona, hadhina wanazozitaka hawa ni dhahabu, na dhahabu hizo zilifichwa na familia moja hivi, ambapo familia hiyo iliangamizwa miaka karibia 50 iliyopita. Sasa endakuwaje watu wengine wazitafute? Na hiyo familia yenyewe ilizificha vipi pasina kuonekana? Baada ya familia hiyo kuteketezwa, kuna mmoja tu alibahatika kutoroka. Mtu huyo, kwa kuwa alikuwa anajua mali za familia zinatunzwa wapi, alihamisha mali zote, na kwa kutumia wataalamu 20 waliokodiwa kutoka maeneo tofauti tofauti, hizo mali zote alienda kuzificha kwenye pori kubwa. Sasa babu, kwa nini sasa watu wengine hawawezi kuzipata? Kwa mfano akienda kwa moja ya mtaalamu anayejua hadhina zilipo, si watazipata? Kambona, tatizo sio kujua hadhina zilipo. Tatizo ni namna zilivyofichwa, na mtaalamu mmoja hawezi fanya chochote kuzipata hizo mali. Labda wale wataalamu wote 20 waungane ndo watazipata. Kwa hiyo babu, wewe unajua hizo hadhina zilipo? Kambona, hata wewe unajua zilipo, kwa sababu nikiangalia naona umewahi fika hilo eneo. Hiyo ilikuwa ni kauli ya mzee Shoka ambayo ilifanya Kambona atumbue macho na kuanza kurudisha kumbukumbu zake nyuma. Kambona, hata wewe unajua zilipo, kwa sababu nikiangalia naona umewahi fika hilo eneo. Hiyo ilikuwa ni kauli ya mzee Shoka ambayo ilifanya Kambona atumbue macho na kuanza kurudisha kumbukumbu zake nyuma. Kambona alikumbuka kwenye lile shimo ambalo alidumbukia wakati anaenda kufuata maji. Bila kutilia shaka, alijua ndo hiyo sehemu. Babu, unajua kuna shimo nimewahi tumbukia, na kule ndani ya shimo niliona vitu vingi mno vya maajabu. Sasa Kambona, lile ndo pango ambalo hadhina zimefichwa, na huwezi kuchukua zile hadhina kirahisi wala kutoka nazo bila mwanafamilia kutoka katika ukoo waliotunza hizo hadhina. Mzee Shoka alizidi kutoa maelezo ambayo yalifanya Kambona amuone yule mzee muongo, maana yeye aliingia kule ndani na kutoka mzima, na alitoka na kijiwe kule chini bila madhara. Babu, mbona mimi niliingia na kutoka, na uwezi amini nilitoka na jiwe kule ndani na sikupata madhara yoyote? Kambona, acha kujidanganya. Wewe kama uliingia kule ndani na kutoka salama, basi ujue uliingia bahati mbaya, na ulikuwa huna lengo la kuiba, na wala ulikuwa hujui kama kule ndani kuna hadhina, ndio maana ulitoka salama. Kwa sababu zile hadhina zinalindwa na mizimu, na kawaida ya mizimu inaangalia nia na lengo la mtu. Kama ulifanikiwa kutoka, basi ujue hukuwa na lengo la kuiba. Mzee Shoka alizidi kutoa semina kwa Kambona. Hapo Kambona alijikuta anaanza kukubaliana na maneno ya mzee Shoka, maana alikumbuka kile kilichowapata kina Keni kilikuwa kitu cha kutisha, na wao waliuawa mara baada ya kuwa na nia ya kwenda kuiba dhahabu. Basi Kambona ilimuuma mno kugundua kwamba lile jiwe ndo dhahabu yenyewe, wakati muda ushapita na hawezi kupata tena. Ila tayari kahali katamaa kwa Kambona kalianza kumjia mara baada ya kugundua ile mizigo aliyoona kule mapangoni ni utajiri wa kujaza pesa dunia. Sasa babu, unataka uniambie hakuna njia yoyote zile hadhina zinaweza chukuliwa kule ndani?
Kambona alijikuta sasa naye anaanza kufanya upelelezi wa namna ya kupata ziki hazina. Kambona, naona sasa umeanza tamaa. Kiufupi, huwezi kupata zile mali. Ni bora usifikirie kabisa. Yaani ili upate zile mali, kuna njia mbili tu, la sivyo ni kupotezana maisha tu. Njia ya kwanza ni uende na mwanafamilia kutoka kwenye huo ukoo, huku huyo mwanafamilia akiwa na nia nzuri na hizo hazina. Njia ya pili ni kuwakusanya wale wataalamu 20 walioweka ulinzi wao pale ili waje wautoe. La sivyo haiwezekani. Na kwa siri ndogo ninayokupatia, mimi ni miongoni mwa hao wataalamu 20. Mzee Shoka aliongea pointi ambayo ilifanya Kambona aone kama kuna uwezekano wa kupata hizo mali. Babu masiara hayo. Sasa na wewe kama ulikuwepo unafeli wapi sasa kuzipata hizo mali? Kambona akiwa anakuchekesha kwa mizuka. Kambona, hivi unaelewa ninachokiongea? Ile sehemu kila mtaalamu aliweka uchawi wake anaojua. Kwa hiyo uchawi wa hao wengine 19 waliosalia, mimi sijui ni wanamna gani. Sawa, kwa kwangu na ujua, ila huo wa wengine je? Na baadhi ya wataalamu washakufa muda na ni kutoka nchi nyingine. Kwa hiyo njia pekee iliyosalia ni moja tu. Mzee Shoka alizidi kuongea maneno ya kukatisha tamaa kwa kijana Kambona. Ila pamoja na yote, moyo Kambona alikisemea kwamba lazima afanikiwe kwa njia yoyote. Kambona, katika maisha ogopa kitu kinachoitwa tamaa, haswa kutamani mali za mtu ambazo huna uwezo wa kuzipata. Nishakuona umeingiwa na tamaa ndani yako. Sasa epuka hicho kitu, maana utapoteza maisha mapema. Mzee Shoka alitoa ushauri kwa kijana. Baada ya hapo aliendelea na mambo yake. Pamoja na maneno yote, lakini Kambona moyo wake bado ulikuwa na matumaini. Na kilichokuwa kinampatia Kambona matumaini ni kwamba alikuwa amewahi kuingia na kutoka tena akiwa na kipande cha dhahabu. Kambona akili yake iliamini kwamba michezo mikubwa iko kwenye ile shimo tu ambapo aliondoka. Ila alikumbuka kwamba kuna sehemu ya giza alikuta huku akiwa anakanyaga mafuvu, basi alikuta mwili mzima. Maisha yaliendelea, ila kila siku Kambona hakuacha kumpeleleza Mzee Shoka. Na Mzee Shoka aliishia kumtisha tu Kambona kuhusu zile hazina. Baada ya miezi kama 4 kupita, walikuja watu wengine wakiwa na shida na hizo hazina. Awamu hii ni watu kama 7 hivi walifika kwa Mzee Shoka wakiwa wanazitaka hizo hazina. Watu wengi walikuwa wanakuja kwa Mzee Shoka kutokana na kwamba walikuwa wanaelekezwa na waganga wengine kwamba mzee huyo ndio anajua hazina zilipo. Na katika wale wataalamu 20 waliofanya kazi ya kutia ulinzi kwenye zile hazina, ni wataalamu 2 tu walikuwa wamesalia, na hata huyo wa pili alikuwa ashakuwa chizi. Kwa hiyo ni Mzee Shoka tu ndio alionekana msaada wa pekee kuhusu hizo hazina. Majibu ya Mzee Shoka kwa wale vijana waliokuja yalikuwa yale yale, na aliwatimulia mbali kabisa. Ila siku zote tamaa ya mali ni mbaya kuliko tamaa zote. Baada ya Kambona kuona kuna watu kama yeye wana shida na hizo hazina, aliona sasa huo ndo muda wa kupata kampani. Wakiwa wanaondoka, Kambona aliwafuata nyuma na kuwapatia ile siri, huku akiwa anataka waungane katika kuzisaka zile mali. Basi wale jamaa walifurahi mno kuona wanakaribia kupata wanachokitaka, huku moyoni mwao wakiwa wanamchora tu Kambona. Kambona bila hata kumuaga Mzee Shoka alianza safari na wale majamaa ambao alikuwa hata hawajui wanatokea wapi. Kwa kuwa ilikuwa jioni, basi safari ile walijikuta wanatembea usiku kwa usiku, na walifika eneo hilo mida ya saa 10 za usiku, huku wakiwa na gari ya kukodi, maana vijana hao wengi wao walikuwa ni wale ambao hawana uwezo sana. Basi walisubiri mpaka asubuhi. Baada ya kuwa kushapambazuka, Kambona akiwa anaongoza msafara, kundi hilo walianza kuzama ndani ya pori ambalo lilikuwa linatisha mno. Kwa kuwa Kambona alikuwa anaikumbuka vyema ile sehemu, ni dakika 15 tu walitumia kufika sehemu ile. Jamani, shimo lenyewe ni hilo. Ukiingia huko ndani ndo kuna pango, ila huko ndani kuna mitego ya kutosha. Basi Kambona baada ya kufika pale, aliwaonyesha lile shimo. Yaani kwa mizuka wale majamaa walijikuta kila mtu anataka awe wa kwanza kuingia mle ndani. Jamani nyinyi, mna haraka, mnajua njia za huko ndani? Kwanza mwenyeji wetu ndo inatakiwa awe wa kwanza na kutuongoza njia. Basi kuna mmoja alitoa hoja ambayo ilifanya Kambona ashituke. Kwanza Kambona alikumbuka kile kilichowatokea kina Keni, aliona hamna kitu kama hicho. Acheni ujinga, kama vipi turudi? Yaani niwaonyeshe njia alafu mtake mimi ndo niwe chambo humo ndani? Mimi kwanza siingii.
Kambona aliona hawezi kuwa chambo kwenye mambo yanayohusu kifo. Oya dogo, acha ufala, tunakuaminije kama ndo hapa sasa? Kambona ilibidi akaziwe na wale majamaa, na walianza kumsukumiza ili atangulie kule chini. Okay, basi tufunge kamba kwanza ndo tuingie, maana shimo limekaa vibaya hili kwa upande wa chini. Ila nikishaingia huko ndani, mjue ndo ishakula kwenu, maana sitaonekana tena. Ni njia ipi nimepita, na hizo mali ndo mtazikosa. Basi Kambona aliongea kwa kuwatisha, ila msisitizo ulikuwa ni ule ule kwamba Kambona atangulie kule chini. Ni kweli walitafuta kamba ngumu na kuifunga kwenye mti, kisha waliitumbukiza kwenye lile shimo. Baada ya hapo, walimtanguliza Kambona mbele. Kambona kila alipokumbuka kina Keni walivyokufa vibaya kule chini, mwili wake ulitetemeka na miguu yake ilikuwa mizito haswa, ila hakuwa na ujanja kwa kuwa alikuwa analazimishwa. Kambona alitangulia na kuzama ndani, huku akiwa anafuatiwa na wale majamaa mgongo kwa mgongo, maana walihofia kwamba Kambona kule chini anaweza kuwapotea kama alivyosema. Ndani ya sekunde 10 tu, wote 7, Kambona akiwa wa 8, walizama mle ndani, huku wakiwa wanaangaza huku na kule. Muda huo, Kambona mkono ulikuwa haubanduki kwenye ile kamba walioshuka nayo. Oya dogo, mbona hatuelewi? Mlango uko wapi sasa? Kuna jamaa akiwa amejawa na hofu aliuliza. Na wale majamaa tayari mioyo yao ilikuwa inadunda haswa kutokana na mafuvu ambayo yalikuwa yamejazana mule ndani ya shimo, na lilikuwa ni shimo kubwa haswa, tofauti na linavyoonekana ukiwa kwa nje. Hebu gusagusa maeneo hayo hapo. Kambona akiwa na hofu huku mkono wake ukiwa haubanduki kwenye kamba, alitoa maelezo. Na kweli majamaa wawili wenye kimbelembele cha mali walisogea sehemu ambayo Kambona aliwaonyesha. Je, walifanikiwa au ndo cha mtu mavi? Hebu gusagusa maeneo hayo hapo. Kambona akiwa na hofu huku mkono wake ukiwa haubanduki kwenye kamba alitoa maelezo. Na kweli majamaa wawili wenye kimbelembele cha mali walisogea sehemu ambayo Kambona aliwaonyesha. Kitendo cha kugusa tu sehemu ya ukuta ni sawa mlango ulifunguka, lakini mikuki na visu visivyoeleweka vinatoka wapi vilikuwa vinakuja kwenye lile shimo kama vimerushwa na watu. Yaani ndani ya sekunde 2 watu walichomwa hovyo hovyo. Muda huo Kambona alikuwa ananing'inia haraka kwenye kamba kupanda juu. Ila bahati mbaya naye kuna kisu cha mguu kilimkuta wakati ndo anamalizikia kutoka kabisa kwenye lile shimo. Yaani alifika juu akiwa na maumivu ya maana kwenye mguu. Kuna jamaa mwingine naye alipambana kupanda juu kwa kutumia ile kamba na alifanikiwa kutoka nje. Ila alikuwa kachomwa hovyo kila sehemu ya mwili. Yaani damu zilikuwa zinamtuka kama maji. Kambona mwili mzima ulikuwa unamtoka jasho huku akiwa anatetemeka vilivyo. Mbele ya macho ya Kambona, yule jamaa aliyefanikiwa kuchomoka kule chini alikufa pale pale baada ya damu nyingi kumtoka. Kambona kufuta ushahidi kitu alichokifanya, alimsukumia yule jamaa kule kule ndani ya shimo tena, na kuanzia hiyo siku Kambona alijiapia kutorudi tena eneo hilo hata iweje. Akiwa na maumivu ya kutosha, Kambona alianza kupandisha juu kuifuata barabara ilipo, huku akiwa na maumivu ya kufa mtu katika mguu wake. Kambona alifika mpaka barabarani pale lilipokuwa limeachwa lile gari ambalo vijana hao walikuwa wamelikodi mjini. Kambona aliingia ndani ya gari, alitulia ili kupumzika kabla hajaanza safari. Kambona alitamani angekuwa anajua kuendesha lile gari ili arudi nalo kijijini, ila ndo hivyo, alikuwa hana huo uwezo. Kambona alikaa kwenye lile gari masaa kama 3 hivi. Baada ya hapo alianza kuondoka huku akiwa kakifunga vizuri kidonda chake cha mguuni. Ila kabla hajaondoka, Kambona aliona kuna mikate ya kutosha ndani ya gari hilo ambayo wale vijana walikuwa wamekuja nayo. Basi Kambona alibeba na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Kambona alikuwa anarudi, ila alikuwa haelewi atamjibuje mzee Shoka, maana alikuwa kaondoka kwa kutoroka. Kambona alitembea zaidi ya masaa 10 na kitu, yaani alifika nyumbani kwa mzee Shoka asubuhi ya siku nyingine, na alimkuta mzee Shoka akiwa anaanika dawa zake pale nje. Shikamo babu. Kambona akiwa kajawa na aibu baada ya kufika alisalimia. Kambona, nilikwambia hakuna kitu kibaya kama tamaa, tena kutamani kitu kisicho cha kwako. Una bahati ya kuishi kwa kuwa umerudi salama. Ila mimi nilipogundua umeondoka tu na wale wapuuzi, nilijua unaenda kufia kule kule. Mzee Shoka aliongea kwa msisitizo haswa. Basi Kambona aliomba msamaha na kutorudia tena ule ujinga. Mzee Shoka hakuwa na budi ya kumsamehe kijana Kambona kwa kuwa naye tayari alikuwa kashamzoea. Kambona alianza maisha mapya ya bila kufikiria zile adhina tena, maana aliona kupatikana kwake itakuwa ni vigumu mno.
Maisha yaliendelea huku shughuli za kila siku zikiendelea pale nyumbani. Ilipita miezi kadhaa. Siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo mvua kali mno iliyoambatana na radi ilikuwa inanyesha. Mzee Shoka akiwa na Kambona ndani huku anaota moto majira ya jioni, kuna hatari alihisi inakuja pale nyumbani, ila hakujua ni hatari gani inakuja. Kambona, hebu ondoka, nenda kajifiche, naona balaa mbele yangu linakuja. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Mzee Shoka ambayo ilifanya Kambona ashangae, maana ilikuwa sio kawaida ya Mzee Shoka kuogopa kitu. Kambona akiwa na Mzee Shoka mule ndani wanaangaliana usoni, mara kuna vishindo vilianza kusikika kwa nje. Mzee Shoka alifanya utaalamu wake anaoujua ili kufanya jambo, ila aligundua watu waliofika pale kwake basi wamemzidi uwezo. Kwanza Kambona ilibidi achomoke ndani na kwenda kujificha chooni, maana choo cha hapo kilikuwa kimejengwa pembeni kabisa, kikiwa ni choo cha kulenga. Sio kwamba Kambona hakuonekana na wale watu waliokuwa wamefika pale, bali ni kwamba walikuwa wana shida na Mzee Shoka na sio Kambona. Kambona akiwa anachungulia kwa mbali aliona watu zaidi ya 9 wanafika pale kwao, na walikuwa wanaongozwa na bibi mmoja na vijana wawili ambao walikuwa wamevalia mavazi mekundu, na kwa muonekano walionekana ni waganga wa jadi waliobobea. Ila katika kuangaza, Kambona aliwaona wale waheshimiwa ambao wamewahai kuja pale na wakamtisha Mzee Shoka na bunduki, wakiwa ni miongoni mwa watu kwenye kundi lile. Basi Mzee Shoka ndani alikuwa kazidiwa mambo, maana wanasema siku zote kila mwenye ubavu basi kuna mwenye ubavu zaidi kumzidi yeye. Mzee Shoka aliwekwa chini ya ulinzi, yaani alikuwa hawezi kufanya kitu mbele ya yule bibi na vijana wake ambao walikuwa wamefika pale. Mzee Shoka alilazimishwa aseme ni wapi hazina zilipo, maana ni yeye tu ndo iliaminika anajua ni wapi zilipo. Basi kutokana na namna Mzee Shoka alivyokuwa kabanwa, ilibidi amuite Kambona tena kwa sauti. Na kweli Kambona alikuja mule ndani. Huyu anajua hizo hazina zilipo, atawapeleka. Mzee Shoka ilibidi awe mkweli, na aliwaambia ukweli kwa sababu alijua hata hivyo hawawezi kupata hata wawe na uchawi wa namna gani. Kambona aliulizwa kama anaijua hiyo sehemu vyema. Aliitikia kwamba anaijua. Hata wale wataalamu walipomwangalia kwa utaalamu wao, waligundua ni kweli anajua. Mpaka hapo waliona kilichobaki ni kumuua Mzee Shoka ili asije akawaoneshe watu wengine hiyo sehemu tofauti na wao. Mzee Shoka alipigwa risasi 2 za tumbo na wale waheshimiwa, huku Kambona akiwa anajionea. Basi baada ya zile risasi, yule mbibi baada ya kuona risasi pekee haitoshi, aliongeza na kimbora nyingine ya uchawi. Mpaka hapo Mzee Shoka alikuwa hana namna, kilichokuwa kimesalia ni kufa tu. Kambona alichukuliwa na wale waheshimiwa na walitoka naye mpaka nje, ila Kambona baada ya kugundua huenda huko wanakoenda asirudi, aliomba aingie ndani aage mwili wa Mzee Shoka, maana aliamini amekufa. Kwa kuwa walikuwa wanajua hakuna mahali Kambona anaweza kwenda, walimruhusu. Kambona aliingia ndani na alikuta Mzee Shoka ndo anapambana na uhai wake wa mwisho. Hakika jiwe na kamanda haswa alikuwa kadondoshwa. Kambona, kuna mwanafamilia mmoja tu kwenye ukoo wa zile hazina anaishi, na huyo yupo mjini. Kama utampata huyo, utaishi maisha mazuri. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Mzee Shoka ambayo alimwambia Kambona mule ndani, tena kwa shida. Kabla Kambona hajauliza kwamba atamjuaje huyo mtu, Mzee Shoka aliaga dunia. Hakika Kambona aliamini kifo ni cha kila mtu, maana kwa namna Kambona alivyokuwa anamwamini Mzee Shoka, hakuamini kama kuna siku itakuja kutokea Mzee Shoka kufa kizembe vile. Basi wale waheshimiwa walimwambia Kambona atoke nje, maana dalili nyingine ya mvua kuja ilikuwa inaonekana, na giza lilikuwa limeanza kutanda kwenye uso wa dunia. Kwa mara nyingine Kambona akiwa chini ya mikono ya watu, alikuwa anaelekea kwenye pango la hazina. Japo Kambona alijua ni hatari na nusu kwenda huko, na alikuwa shajia pia kwamba hatarudi tena. Ila kutokana na wale waheshimiwa kuwa na mtaalamu wao, tena akiwa ni mtaalamu aliyebobea kwa mambo ya giza, Kambona alijikuta anaanza kuamini kwamba hakuna hatari yoyote itakayowatokea. Mida ya saa 3 za usiku, tayari akina Kambona walikuwa wamefika maeneo hayo wakiwa na magari mawili ambayo wale waheshimiwa walikuwa wamekuja nayo. Basi wakiwa pale barabarani, walisubiri kwanza pakuchee ili wazame huko porini, maana kwa wakati huo ni